السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baadakum himidu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunashukuru kwa kuendelea na kutupa afya kukumbushana masala kama haya ya dini yetu mbalimbali baada ya kila kipindi cha salati dhuhuri. Kwa siku hii leo Jumatatu huwa tukisoma na masala ya fiqhi ala madhhabi Shafi'i, na tupo katika kuelezea masala yanayotaalaka na janaiz, kitabu janaiz. Tushajaliwa kuzungumzia namna ya uoshaji. Sasa hivi tunaingia katika namna ya uvishaji sanda, takfinul mayit, kumkafini mayiti. Kama unavyojua, kila kitu katika ulimwengu au katika ardhi hii kina hukumu ya kisheria, na ni uzuri mtu kujua kitu kama hicho katika hukumu ya sheria inahitajika kufanywa vipi. Kwa kwanza tutasema ahkamu za takfin katika mwanzo wa jambo letu hili. Tunasema kwamba litakfini ahkam, katika kumkafini mayiti kuna ahkamu thalatha, hukumu tatu za mkafini mayiti. Hukumu ya kwanza ni wajib, yani wajib mayiti kumvisha sanda. Ni nani na nani ambayo ni wajib? Lilmuslim wal kafir adh-dhimmi. Hawa watu wawili ni wajib wakifa kuvikwa sanda. Almuslim kwanza yule mwenyewe Muislam, wal kafir na asiyokuwa Muislam lakini adh-dhimmi, yani yupo katika dhima, kwa sababu kama unavyojua Waislamu wamewekewa utaratibu na sheria yetu ya Kiislamu kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametokea nidhamu kwamba wakiwa watu ambao sio Waislamu nao tunaishi nao vipi. Kuna masala yanazungumzwa sana katika vitabu vya kiilmu kwamba kuna kafirul harbi na kuna kafirul dhimmi na kuna kafir musta'man pia. Sasa kafir harbi ndio peke yake tuliambiwa tupambane naye, na tupambane naye au tupigane naye, hatumpigi vita kwa sababu ya ile ukafiri wake tu. Tunampiga vita kwa sababu yeye ni mkorofi, manake naye ni mgomvi, ndio tutampiga vita na sisi, lakini sio kwa sababu ya sifa yake tu ukafiri ndio tumdhulumu mali zake, tumfanyie uadui, tumfanyie ubaya. Hapana, Uislamu haukuweka namna hiyo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile misingi mitatu ya kusimamisha dola ya Kiislamu au kusimamisha dola yoyote inayotaka kuanzishwa, aliweka kanuni tatu. Kwanza, uwe na kituo, akaanza kujenga msikiti. Kitu cha pili, relationship, muakha, ule udugu upatikane. Haiwezekani kwa watu mko tofauti tofauti alafu mtaunga dola, haiwezekani. Kisha katiba, aliandika Mtume sallallahu kitabu wathiqa kirefu sana, ndani yake kuna bunud bande, yani vipengele vya katiba vile vingi sana. Kimoja katika hivyo akasema kwamba sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu ummatan wahida, tunaishi kwa pamoja, lahum dinuhum wala dinana, wao wana dini yao na sio dini yetu. Kwa hiyo haifai kuwafanyia dhulma na ubaya kwa vita vya sira vimeeleza kwa urefu na kwa uzuri. Kwa hiyo huyu kafiru dhimmi, maana ni kafiri ambayo mipango yake yote inasimamiwa na nani? Na Waislamu. Yule musta'man ni kafiri ambaye anaweza kujipekesha mwenyewe mambo yake, lakini anatakiwa apewe amani, anapewe security na nani? Na Waislamu. Sasa ukikuta Muislamu ndo anaanzisha fujo, inakuwa against na mafunzo ya Uislamu,
Muislamu ndo anatakiwa atoe amani sehemu kwenye tatizo, yeye ndo apeleke amani. Kwa hiyo kafiru dhimmi ambaye yeye amejisalimisha mpaka yote anapekeshwa na Waislamu, hajui hana lake maana. Kwa mfano wale wadogo walikuwa mayatima, lakini makafir, basi wote hao wanakuwa katika usimamizi wa Waislamu na kwa wanawafanyia alqistu aladlu kama tulivyoagizwa na kitabu chetu. Kwa hiyo hao wakifa wajibu kuwavisha sanda. Mandubun ni sunna, sio wajibu kuvisha sanda. Ni kwa nani? Lisiqt, kwa yule kipomokwa, mtoto ambaye amezawa kabla ya time yake. Asiqtu alladhi lam yadhar fihi mabda khalq Adam, ambao huyo kipomokwa chenyewe hajadhirika umbile la kibinadamu, huyo tukimvisha sanda ni sunna, lakini sio kwamba wajibu tukafunga kwenye khirqa, kitambaa chochote tu tukaenda kuzika. Na jaiz inajuzu lilkafir alharbi. Sasa huyu mwenye kutupiga vita na ujabari wake Mwenyezi Mungu akamchukua, kafir lakini anatupiga vita sisi Waislamu, lakini Mwenyezi Mungu akamchukua akamkhtari, basi hatuwezi kama mtapata dhambi bwana, kwa nini mnamvisha sanda, mtapata dhambi. Unajua Uislamu katika mazingira mazuri sana. Mara nyingine sisi Waislamu tunajichanganya na sisi kwa sababu ya concept za kimadhhab. Kwa mtu saa nyingine hatujui nini kilichomtokea, ule uhalisia anaweza kujua baina yeye na Mwenyezi Mungu. Mtu amefanya suicide, amejinyonga au amejiua yeye mwenyewe, watu wanakiwa kwa terauti, sasa tunamzika huyo, tutamuosha, tutamfanyaje? Hapo unaambiwa kafiri pia anavishwa nini? Anavishwa sanda. Itakuwaje Muislamu mwenzako ambayo alikuwa anaswali na wewe, anafunga na wewe, nataka shahada, hii maasi, amejiua kutokana na mazingira, saa nyingine hasad imempata, saa nyingine hali ya wazimu imempata, saa nyingine sio kweli kwamba amejiua, ameuliwa, lakini imetengenezwa mazingira. Sasa tusi vitu kama hivi tunavitilia uzito kwa mpaka mwingine atendi zile ile funeral, aingii kwenye maziko kwa sababu ya vitu kama hivi. La, Uislamu sisi umetuwekea nidhamu nzuri. Hakuna dini inaweza kuhandle jamii kama Uislamu, na ndio maana ikachaguliwa ilete amani katika maisha yetu mbalimbali. Kwa hiyo pia hata yule kafiri, yani maana yake hapo tunapata picha, anayekupiga vita pia akishakufa mfanyie yale ambayo yanatakiwa, kwa sababu lile jambo si la yule ambaye alikufa, ni ya wale walio hai. Tunaambiwa idha mata ahadukum fa alaykum arba', hakuambiwa fa alayhi arba'. Nyinyi kwenu nyinyi ndio mfanyeje? Mfanye ile mambo manne, ni alaikum, ni lazima kwenu nyinyi mfanye ile mambo manne. Kwa hiyo inahusu roho hai na sio yule aliyokufa. Aliyokufa lake lishaisha, atajua na Mwenyezi Mungu ima msamehe au amwadhibu, lakini sisi tuliokuwa hai kama hatujafanya yale mambo manne ambayo yalikuwa wajibu juu yetu, atapokufa mmoja wetu tunaopata dhambi ni sisi. Kwa hiyo hukumu nizo tatu: wajib, sunna na jaiz. Kwamba kuna wakati kama Muislamu akifa ni wajibu, haifai kumzika hivi hivi, lazima tumvishe sana. Tukitofanya hivyo tunapata dhambi. Na asiqtu ni sunna, tukitofanya hatupati dhambi. Na kafir harbi jaiz, inajuzu. Sawa sawa, tumefanya hatujafanya, hakuna chochote kinachopatikana, bali sheria imeturuhusu kufanya jambo kama hilo. Sasa katika ile sanda yenyewe ile tunataka tumvishe ile mayiti, kuna vipengele vya hukuk, kuna vipengele vya utekelezaji wa haki mle. Ile sanda yenyewe si mujarradi tu mtu ana pesa zake aandae sanda, tunaangalia na mazingira jinsi yalivyo. Kuna haki nne kama wanachotuambia.
lilkafani 4 huquq. Ile kafani sanda ina haki 4 ndani yake. Haki ya kwanza tunasema ni haqqul lillah, ni haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu, au haqqu Allah, haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani anavishwa sanda yule maiti kwa kuangalia matakwa ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nayo ni kiwango gani? Na tukisema hivi kama kuna haki 4 ni ile viwango vya kiwango au ukubwa tuseme wa ile sanda ndio kinachoangaliwa. Kuna time ukubwa wake huu utatumika kuangalia Mwenyezi Mungu, utatumika kuangalia binadamu, utatumika kuangalia madeni, namna hiyo ndio anavishwa ile sanda. Kwa hiyo haki ya Mwenyezi Mungu ma yasturu al-awra, sisi tunachotakiwa tutekeleze kumvisha sanda ndugu yetu katika haki ya Mwenyezi Mungu ni sehemu inayofunika utupu wake, ni sehemu inayofunika sehemu zake ambazo hazitakiwi kuonekana na mwingineo. Hiyo ni haqqullah, nayo ni kustiri ule utupu wake. Kama unavyojua utupu wa mwanaume na utupu wa mwanamke hauwi sawa. Na unaposema kwamba haqqullah, manake ni ile kuzistiri sehemu ambazo ukitakiwa kuongea na Mwenyezi Mungu, uwezekano wa kuongea na Mwenyezi Mungu upo, kwa maana kwamba ile stara ambayo inapatikana katika kuswali. Ina maana ya kwamba tukiwa tuna dharura yote sisi ya kumvisha mtu sanda, basi tuangalie basi kwa emergency haqqullah. Nayo ni nini? Ma baina surra wa rukba. Hatukupata si kumvisha sanda maiti mwili mzima kutokana na uchache, ima tuko porini hakuna kilichokuwepo kichache, basi tunafanya ile haqqullah ambayo isipotee. Hiyo ndio ya wajibu kuangaliwa. Haqqullah manake ni ile ma yasturu al-awra, na kwa mwanamke manake ni mwili mzima, siwa kafain wal wajh kwa mwanamke. Kwa mwanaume ni ma baina surat, sehemu ilikuwa baina ya kitovu na nini na magoti. Hiyo wanachuoni wakwambia ni haqqullah. Fala yajuzu, kisheria haifai isqatuhu, kuiondosha hiyo haki ya Mwenyezi Mungu, hata akiwa maiti amehusia. Kwa amehusia, jamani mimi sitaki nifanye israf, kwa hiyo nikifa nyinyi mnivishe sanda yangu katika haqqullah bas. Yani maana yake ni funikeni sehemu ambayo ya kustiri aura, ma baina rukba wa sura, yani baina kitovu surati, baina kitovu na nini na magoti mawili, basi inatosha tu. Hata akihusia asihusie, hiyo ni jambo la lazima. Akahusia kwamba chini hapo haikubaliki, ndio akasema fala yajuzu isqatuhu wa in awsa almayit bidhalika, haifai kupunguza katika hiyo haqqullah, hata kama maiti atakuwa amehusia. Kisha haki ya pili ni haki ya kumwangalia maiti. Sasa inaitwa haqqul lilmayit, kumwangalia maiti mwenyewe. Anataka avishwe sanda kwa namna gani? Yeye anavishwa mayasturu baqiyat albadan min allafafa, kwamba yeye sasa ni ile kufunikwa nguo moja yote mwili mzima katika zile lafu. Hii ndio haki ya nini? Haki ya yule maiti, kwamba hilo inamtosha. Kwa hiyo fajuzu isqatu in awsal mayit bidhalika. Kwa hiyo ikiwa mfano maiti amehusia kwamba jamani, unajua hali zetu, tuangalie haki ya Mwenyezi Mungu, tuamini vishe sanda kwa kuangalia haki ya Mwenyezi Mungu, nayo ni mabaina surati rukba, inajuzu. Lakini zaidi ya hiyo ambayo tukavuka haki ya Mwenyezi Mungu pia haijuzu katika uvishaji wa sanda. Ina maana hapa zinaangaliwa zile hali ambazo kuna uhaba wa kupatikana hiyo sanda, na sisi alhamdulillah wakati wetu hakuna uhaba huo. Haya mambo yakizungumziwa kipindi hicho cha kale, au sasa hivi inawezekana tu mazingira hatuna hicho kitambaa cha kufanya namna hiyo, cha kufanya sanda ya kutosheleza, tunaweza tukatumia au tukaingia katika hali kama hizi. Hiyo ndio inaitwa haqqu nini mayiti.
Tunaona chuoni na ikhtilafu katika hiyo. Wengine wanasema la, haifai, lazima nguo moja ipatikane kamili, ichanganywe haki ya Mwenyezi Mungu na haki ya mayiti, lakini ikhtilafu ambayo isiyokuwa na nguvu. Haya, haki ya tatu sasa, kuna haki ya wenye kudai sanda. Hiyo si tunaizungumzia sanda hiyo. Kuna haki ya wenye kudai na wao, kwamba huyu bwana amekufa lakini anadaiwa na madeni, ingawa emotionally huwa haitokei na basi mpaka sanda tumnyime, haitokei. Lakini tunazungumza hukumu sharia, hikma za nini, hukumu za kisharia, kwamba ikitokezea bwana yule anadaiwa, basi ile sanda yake yenyewe inatakiwa fanyaje, iangaliwe. Hakul ulama wasema al-lafafa athania wa thalitha, kama huyu bwana na madeni hatovishwa lafa ya pili na lafa ya tatu. Tunajua maiti katika ukamilifu wake ni kuvishwa zile lufufu zile, lifafu zile za ya kwanza, nguo ile mzima ya kwanza inakuja ya pili, zinavishwa tofauti. Ukiingiza huku hii unaleta hii huku, kisha huku sasa unaanza huku unaleta huku afu unaleta hivi. Hiyo kwa njia za sunna kama tunavyokuja kueleza. Sasa akiwa huyu bwana anadaiwa, atakuwa ziko na hii moja tu, ile ya pili na ya tatu haitakiwi pesa zake zikisaidie kumnusuru na janga la deni. Deni ukiwa uko hai jambo zuri, lakini ukifa ni kitu hatari na baya sana, kwa sababu katika riwaya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man istaqrada liyastadinahu, au kama kwamba yote aliyokopa ili man istaqadha liyadiahu fi maunati llah, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, yote aliyokopa ili arudishe kile chokopa, basi huyu katika msaada wa Mwenyezi Mungu. Yani anakuwa katika mauna ya Mwenyezi Mungu, saa zote anakuwa katika msaada, amekopa ili arudishe. Lakini kama anakopa tu ili afanye utapeli, au sasa bwana ana pesa zote bwana, nimrudishia nini bwana, unafanya ubabaifu. Kauli yako sababu na mimi nakopa, nikopeshe bwana, hata kwa na pesa zake nyingi, madam umetoa kauli ya kumkopa wewe na hali yako duni, rejesha. Ungetaka ungemwambia tu bwana, mimi nina shida fulani, nipatie ndugu yangu kiasi kadhaa. Lakini sio bwana nikopeshe bwana, mwisho wa mwezi. Na kuna wengine kwa na shida na kuna nagea hiyo, anajua kwa sababu sahibu wangu mimi hawezi kunifanyia vishindo kwenye kunidai, kwa anakuwa bwana nikopeshe bwana. Kwa hiyo akisha kukopesha, basi tena huyu bwana sio sela unazo bwana, acha roho mbaya na hivi. La, almuslimuna ala shurutihim, tunasema Waislamu wanaenda kutokana na mipango yao jiwekea. Kisha sasa kitu kauli hii, basi ndio hiyo, nahnu nukhadhu biaqwali, na sisi tunachukuliwa na kuhukumiwa kutokana na zile kauli zetu. Kwa hiyo ikishakuwa huyu mtu ghurama anadaiwa madeni, inabidi asifanyiwe akalipiwe deni, kwa sababu kisha kufa tu, hata ulikuwa mashallah na tahajjudi, tilawatul Qur'an, hauzipati zile mpaka deni lako limalizwe clear kabisa. Na ndio maana ili sisigane swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na result au